ya kutaka kuunganishwa kwenye kesi hii, na maombi yale yakatupiliwa mbali katika hatua ya awali kwa sababu za kiufundi kwa hoja mbalimbali zilizotolewa na jaji alipofanya uamuzi kuhusu swala lile. Nataka kuwataarifu tu kwamba mwenyekiti Tundu Lissu bado ameendelea na azma yake ya kuunganishwa kwenye kesi hii. Awali alitaka kuunganishwa kama Tundu Lissu ambaye vilevile ni mwenyekiti wa Chadema. Hoja hiyo ikatupiliwa mbali. Sasa amewasilisha maombi mahakamani ya kuunganishwa kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake ya mwenyekiti wa Chadema. Tunasubiri taratibu zikamilike za ufunguaji wa maombi hayo na hatimaye iweze kupangiwa tarehe ya kusikilizwa ili kama shauri hili litaendelea mbele, basi tunaamini kwamba shauri hili kwa hali ilivyo linaweza kumalizika tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu pale maamuzi ya awali ya pingamizi yatakapokuwa yametolewa. Lakini kama uamuzi utatoka wa kutaka kuendelea na shauri hili, basi tunatarajia vile vile kwamba itapangwa tarehe vile vile ya kusikilizwa hayo maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kuunganishwa kwenye shauri hili. Na nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito ambao ulitolewa na kikao cha kamati kuu cha tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, nikautamka kwa umma kwa niaba ya kamati kuu mbele ya vyombo vya habari tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu wa juu ya kesi vile vile ya uhaini inayomkabili mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kupangiwa tarehe ya kusikilizwa. Toka tutoe kauli ile mpaka leo bado kesi ya uhaini ya mwenyekiti Lissu haijapangiwa tarehe ya kusikilizwa kwenye mahakama ya rufaa kutokana na maombi yaliyowasilishwa na upande wa jamhuri na maombi kwa dharura vile vile yaliyowasilishwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Na tunatoa mwito wa wazi kwa vyombo vya habari, sababu sisi tulitoa kauli ya kutoa mwito kwa jaji mkuu kueleza juu ya sababu za kwa nini mpaka sasa mahakama haijapanga tarehe ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu bila kuingilia uhuru wa mahakama. Tunatoa mwito wa wazi kwa vyombo vya habari, mumtafute jaji mkuu au mwatafute watendaji wengine wa mahakama wanaohusika waweze kueleza kwa umma ni sababu zipi zinafanya shauri kesi hiyo mpaka sasa haijaitwa mahakama ya rufaa. Kuna msemo wa kisheria unasema justice delayed is justice denied. Haki iliyocheleweshwa ni haki iliyominywa. Katika mazingira ya kuchelewa kusikilizwa kwa shauri hili, tunaona kwamba haki za mwenyekiti Tundu Antipas Lissu katika kesi kubwa ya uhaini zinaminywa, na mahakama isimame kutenda haki kwa kuhakikisha haki inatendeka na haki inatendeka kwa wakati. Hivyo mwenyekiti alipokamatwa tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2025, alipoletwa mahakama ya Kisutu, alifunguliwa vile vile kesi zinazohusiana na uchochezi. Ni muda mrefu sana umepita, kesi hizo za uchochezi hazijaitwa mahakama ya Kisutu. Ni vyema vile vile vyombo vya habari mkawatafuta wahusika wa mahakama wakaeleza sababu za kesi vile vile za uchochezi zinazomkabili mwenyekiti Tundu Lissu kutokuitwa mahakama ya Kisutu. Kufanya hivyo hamtaingilia uhuru wa mahakama. Ni utaratibu wa kawaida tu. Mihimili yote ya dola, iwe ni bunge, iwe ni serikali, iwe ni mahakama, inawajibika vile vile kwa umma na inawajibika vile vile kwa vyombo vya habari na inawajibika vile vile kwa wadau wengine katika uendeshaji. La mwisho ambalo nitumie fursa hii kulisema, tutalieleza kwa kina katika wakati mwafaka katika hatua ya baadaye. Tulisema toka awali kwamba kesi hii ya Said Issa na wenzake na wasaliti wenzake ilikuwa ni kesi ambayo ilihusisha mpango uliohusisha mtu mmoja kutoka katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mtu mmoja aliye na ukaribu na Rais Samia Suluhu Hassan. Wakati huo kesi inafunguliwa alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na imehusisha vile vile baadhi ya watu ambao si wanachama wetu, wako kwenye vyama vingine lakini wakashiriki, na haya yalisemwa moja kwa moja na marehemu
Maulida Anacom, na aliyasema na baadaye akasaini kiapo cha kujiondoa kwenye kesi, lakini baadaye akapata shinikizo la kulazimishwa kurudi kuendelea na kesi. Sasa nataka kuwaeleza tu Watanzania, pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe. Tayari baada ya kikao cha kamati kuu tulichokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, na matamko ambayo tuliyatoa ya kamati kuu tarehe 2 mwezi Mei na tarehe 5 mwezi Mei mbele ya umma kuhusu masuala mbalimbali na kwa kauli mbalimbali za viongozi wa chama ambacho wamezitoa kwa nyakati mbalimbali, tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza. Sasa katika hatua hii hatutaweka hadharani maudhui ya barua hiyo kwa sababu bado tunaendelea kushauriana ndani, lakini vyombo vya habari mnaweza mkawatafuta ofisi ya msajili mkawauliza, tumetaarifiwa kuwa mmewaandikia barua Chadema, mmewaandikia barua kuhusu nini na mnataka kuchukua hatua gani dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mwito wangu kwa wapenda haki na wapenda demokrasia wote, kama ambavyo wamekilinda Chadema katika siku 309 za kuzuiwa kufanya shughuli za siasa, kazi ya kuilinda Chadema iendelee katika maeneo yote, mahakamani, mitaani, kwenye mikutano, kwenye korido za taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa sababu suluhu ya matatizo yanayokabili nchi yetu, mkwamo wa kisiasa unaokabili nchi yetu, suluhu yake Chadema ni kati ya mdau, kwa kweli mdau kiongozi katika madai mengi ya msingi, ikiwemo madai ya katiba mpya na madai ya reforms katika taifa letu na madai mengine ya msingi ya wananchi. Kwa kazi ya kuihami Chadema na kuilinda Chadema ni kazi ya Watanzania wote, ikiwemo nyinyi vyombo vya habari kama muhimili wa 4 wa dola, Fourth Estate. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kufika na vyombo vya habari vile vile, na mtufikishie ujumbe huu kwa umma wa Tanzania na wadau wote wa demokrasia na haki. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nani? Asanteni sana.